maswali nayo ni sehemu ya kipindi. Kwa hiyo hatuwezi kusema kwamba yametupotezea muda. Naamini yamepunguza pia kile ambacho tutakuja kukifafanua huko mbele, ama yamepunguza kwa sababu knowledge pia ni kuondoa magepu ya ufahamu ndani yetu. Kwa hiyo kama limefanikiwa kuziba gepu fulani, basi tunasema kwamba ah, lengo limetimia. Leo tutaanza na kipengele kinachosema progress reveals pressure. Ah, ninajua mpaka sasa hivi tunafahamu kwamba tunaweza kujua kama pressure ipo ama pressure haipo bila kutaka kutumia labda indicator, pattern na kutazama kendo peke yake. Nikisema hivyo isikuchanganye sasa kwamba kama sitazami kendo natumia nawezaje kujua kama pressure ipo ama haipo? Maana yangu ni kwamba unaweza hata usitumie mfumo wa kendo, ukatumia hata line chart, utajua kama kuna pressure wala hakuna pressure. Kwa hiyo lakini kendo tukasema kwamba sio pressure, ila ni nyayo za pressure. Direction sio pressure, ila huonesha uelekeo wa pressure. Kendo kubwa kama hii hapa, kwa mtu asiyejua, ambaye hajajifunza, anaweza akakwambia labda kuna buying pressure kubwa, lakini uhalisia ni kwamba, ama akakwambia kwamba buyers wapya wameingia hapa. Kendo kama hii hapa akakwambia buyers wapya wameingia, lakini hiyo ni hypothesis peke yake. Hatuwezi tukajump to conclusion, kwa sababu sisi tunachohitaji ni kuinterpret zaidi usahihi wa kile market inakifanya. Inawezekana kabisa hapa hata isiwe ongezeko la buyers, ila ikawa ni kupungua kwa sellers. Ongezeko la buyers ama kupungua kwa sellers ni behavior mbili tofauti sokoni, ambazo zitatupa matokeo tofauti sokoni, ila muonekano unakuwa uko sawa. Inaweza ikawa sentence tata. Muonekano nimesema uko sawa, ila yakawa matukio mawili tofauti. Kama ni matukio mawili tofauti, basi tutategemea matokeo tofauti. Matokeo tofauti kwa maana ya kwamba kama ni new buyers, kama kuna entrance ya new buyers, maana yake tutapata continuation nzuri. Kama ni sellers wamepungua, maana yake itaenda kisha price itaanza kusinzia, ama itarudi ama itarenji, tutapata compression, ama hata baada ya balance price kupata baada ya market kureprice, kuabsorb kuprice in ule mpunguo wa sela,
haitaendelea kupanda. Kwa sababu gani? Hakuna presha ya buying iliyoongezeka, hakuna presha iliyoletwa na new buyers. Kwa hiyo ndio maana nikakwambia kwamba tutapata matokeo mawili tofauti. Hapa ninafanya replay kidogo ili tuweze kuona. Najua leo ni wikendi, kwa hiyo market imezimwa, vinginevyo tungetakiwa trade, tujifunze kwa kutumia labda cryptocurrency BTC na zingine crypto zingine. Kwa hiyo nafanya replay tu kidogo ili tuweze kuiona pressure namna ambavyo inaendelea, kwamba sehemu kama hii hapa tumetoka kwenye price ikiwa inafanya compression ama nika ranging kidogo, lakini mpaka sasa hivi tunaona ina balance tu, hakuna upande mmoja ambao umedominate market, hakuna upande ambao unaonekana kushinda. Nguvu zinaonekana kufanyaje? Kulingana. Lakini pale ambapo upande mmoja umeongeza pressure, pale ambapo upande mmoja umeongeza pressure, tutaona kupitia footprint, tutaona kupitia footprint za pressure. Sio kitu ambacho kitajificha. Direction inaweza ikakudanganya, lakini pressure haiwezi kukudanganya. Ndio maana watu tunasema kwamba ndio maana ni herufi ya kwanza kwenye modo yetu ya padi, kwamba tunaanza kwanza kujifunza pressure, ama tunaanza kwanza kumonita pressure, alafu ndipo acceptance. Acceptance isiyotokana na pressure kubwa leads to nowhere. Kwa hiyo tunahitaji kuiona sasa kwamba hii price, kila unapoitazama price, hebu usisome tu mechanically kile kinachoonekana tu, lakini wewe interpret price, interpret behavior iliyo create hiyo price. Je, hapa ni buying pressure ama hapa ni selling pressure ninayoiona? Je, price ina agency kiasi gani? Ina uharaka kiasi gani? Buyers wanaonekana kwamba wanasubiri bei nzuri. Bei nzuri ya baya kuingilia ni price ikishuka. Kama buyers hawasubiri price kushuka, maana yake wanapandilia juu kwa juu, ilipoishia ndio kendo inayofuata inaingilia na kuendelea mbele, maana yake kuna buying pressure. Kwa hiyo tulisema kwamba pressure tunaitambua kupitia continuation, pressure tunaitambua kupitia distance, kwamba price inatembea kwa umbali gani. Halijibiwi na pips, linajibiwa na mwonekano. Kwa hiyo pressure haiwezi kuonekana moja kwa moja. Yes, tunachoona ni footprint, tunachoona ni footprint of pressure, na footprint muhimu zaidi ni progress. Kwa hiyo pressure inapaswa izalishe progress. Nilisema kwamba hata kwenye ranging
kuna pressure. Lakini kinacholeta tu tofauti ni kwamba pressure inakuwa imebalance. Ili tuweze kupata progress, lazima kutokee imbalance, upande mmoja uzidi upande mwingine. Kwa hiyo ninachotamani ni kwamba ujifunze kusoma behavior nyuma ya hizi nyayo zinazoonekana. Usichukulie sasa nyayo ndio mtu mwenyewe unayemtafuta. Usichukulie nyayo ndio participant sasa, ila ni nyayo zao. Progress ni nini? Progress ni uwezo wa market kusogea kutoka eneo moja kwenda jingine. Progress sio movement. Progress sio movement pekee. Hapa si kwamba market haikufanya movement, si kwamba market haikufanya activity, ilifanya. Lakini je, hizo activity zilizaa movement? No. Market inapaswa kusogea sasa kutoka sehemu moja kwenda jingine, ili sasa tuweze kupima dominant pressure. Kwa hiyo nimesema progress ni movement inayoweza kuendelea kama ni buyers ndio wamedominate, basi ni movement inayopelekea kushikilia gains, inayopelekea kutanua distance. Maana yake hiyo ndio ina reveal uwepo wa pressure ya aina ya participant, aidha ni buyer ama ni sellers, ndio wanaoleta hiyo pressure yenye imbalance. Fikiria buyers wanaingia market, price inapanda labda kwa pipsi 20. Baada ya dakika chache price inarudi nyuma kwa pipsi 18. Je, swali la kujiuliza, movement ilitokea? Yes, movement imetokea juu kisha chini. Je, hatuishii sasa kutazama movement. Tunachotazama ni je, progress ipo? Maana yake hapo ni kidogo sana. Pipsi 2 maana yake ndio progress. Imeenda pipsi 20 kisha imerudi nyuma pipsi 18. Kwa hiyo price hapa ungeweza kusema kwamba price imemove mpaka hapa, lakini ikapata counter trend, ikarudi mpaka hapa, ikarudishwa kwenye hii ranging. Movement imetokea, lakini sio kuwa na progress. Movement imetokea yenye progress. Kwa hiyo ushahidi wa pressure unaweza ukawa ni dhaifu, kwamba ukasema hapa pressure ipo lakini ni dhaifu. Hakuna upande mmoja ambao umeshika hatamu. Fikiria tena, buyers wanaingia sokoni,
price inapanda pips 20, kisha inapanda tena pips 40, baadaye inapanda tena pips 60. Pullbacks zimetokea ila ni ndogo. Maana yake sasa tunaona progress kupitia evidence of pressure. Progress kupitia evidence of pressure. Kwa hiyo huwezi ukaita progress bila kutazama footprints katika pressure ama progress. Tunategemea pullbacks. Pullbacks kwa jina jingine unaweza ukasikia natamka retracement, nika pullbacks. Market inaenda kinyume na hiyo direction kwa muda, haiendi kinyume mpaka ilipoanzia alafu ikaanza kushuka. Maana yake kama ilikuwa inapanda, tuseme imeanzia hapa, haiendi mpaka hapa sasa ivuke, hiyo ni reversal, ila ikageuka labda kwa 30%, 50% ama 70%, hiyo bado ni pullback, ni retracement. Kwa hiyo inaweza kabisa kwamba progress, yes, ina pullback, lakini inapata continuation. Kwenye mfano wetu tumesema ilianza kwa kupanda labda pips 20, ikafanya pullback kidogo, ikapiga pips 40, pullback kidogo, ikapiga pips 60. Maana yake tuna progress. Pullbacks zinakuwa dhaifu, kisha continuation zinazidi kuwa pana. Maana yake inatuonesha, inatupa evidence of progress. Kwa nini ni muhimu sana? Kwa sababu market inaweza kutoa candles nyingi, lakini candles peke yake si muhimu kama ilivyo matokeo yake. Professional trader mara nyingi yeye huwa akijiuliza kwamba je, movement imefika wapi? Ila retailer wa kawaida, typical retailer, yeye atakwambia kendo imefunga vipi. Majibu yake ni interpretation mbili tofauti kabisa. Kwa hiyo Kim inakutaka ujifunze kusoma matokeo, kwa sababu kuna tofauti kati ya progress na activity. Watu wengi huchanganya activity na progress. Activity ni nini? Ni movements nyingi. Progress ni movement yenye matokeo. Market inaweza kuwa busy sana, lakini isiwe inafika popote. Hapo maana yake activity ipo, lakini progress
haipo. Hapa hidden lesson ni kwamba pressure haihitaji kuthibitishwa kwa opinions. Pressure hujithibitisha yenyewe kupitia progress. Hakuna mambo ya imani hapa, hakuna mambo ya maoni maoni, hakuna mnaonaje wakuu, hiyo haipo. Hakuna unaamini nini hapa, ni bai au seli? No, subiri evidence. Hautahitaji kumuuliza mtu, utahitaji kujifungia mwenyewe chumbani kwako, ofisini kwako, ili uweze kufanya maamuzi kupitia evidence ambazo zinajidhihirisha machoni kwako. Ndio maana market ndio ushahidi bora kuliko maoni yetu, kuliko bias yetu. Kwa hiyo kuanzia leo, pale unapoona market, unapoitazama market, usijiulize kwamba nani anaonekana labda yuko sahihi, ila jiulize kwamba nani anaweza ama ameweza kuonesha progress, kwa sababu progress ndiyo lugha ya pressure. Pressure haionekani kupitia macho. Pressure huonekana kupitia matokeo, footprints, nyayo, na hayo matokeo ndiyo yanayoitwa progress. Kwa hiyo nimesema movement zinaweza zikawa ni nyingi, lakini progress ikawa ndogo. Movement zinaweza zikawa ni chache, ila zenye progress kubwa. Tuko pamoja wakuu? Amnijibu ila yenu mkiuliza mi najibu. Ndiyo mwalimu. Okay, sawa. Tupo live. Naam, nitaka kusema pressure does not ask for brief. Pressure does not ask for belief. Pressure provides evidence, and that evidence is progress. Kwa hiyo labda kama kuna swali, tutaenda kuongelea kipengele kingine cha muhimu ambacho bado tuko katika moduli hii ya pressure. Tutaenda kuongelea kitu kingine tena. Market ndio imeishia hapa, ndio ili close hapa jana, kwa hiyo ndio maana imesimama. Tutaweza sasa tuangalie kipengele kingine ambacho tutatofautishia sasa kati ya strong pressure na weak pressure. Tuangalie
strong versus weak pressure. Leo Pasco, una swali? Mwalimu, Naam. yaani sio kwamba sina swali, Eh, ila nilikuwa na twende, kuna sehemu ikifika nitauliza. aha, haina shida. Unaweza kutofautisha, kabla hujaniuliza nikuulize, unaweza kutofautisha progress na activity? Eti Pasco, Naam, unaweza kutofautisha progress na activity ya market? progress na activity. Eh, For progress umemaanisha kwamba hapo ndo tunasema kwamba pressure ndo inajidhihirisha kwamba pressure ipo kubwa, mm, lakini activity ni yale matokeo ambayo yanayojitokeza, aidha inaweza kuwa ni yapo kwa, yani yanatokea mengi mengi, lakini yanakuwa yana progress kubwa. mm. Huo ndo kwa ufupi ambao nimeelewa. Okay, sawa. Kwa hiyo tutaingia kutazama hiki kipengele strong versus ndio nimeandikaje au bado nasinzia? Hata kinachotaka kukifanya nacho ni nanga tu. Strong versus weak pressure. Hapo kidogo Pasco hata nikosoa. Strong pressure versus weak pressure. Nilikuwa nasema kwamba hapo sasa tunahitaji kuanza kutofautisha pressure yenye uwezo wa kusukuma market na pressure inayojaribu kusukuma market lakini inashindwa. Pasco, pana Pasco apumzike. Baraka, hebu tuambie, unahisi tunawezaje kutofautisha strong pressure na weak pressure? Mwalimu, Naam, tukiangalia kendo zetu, ndio. tukaangalia ile progress, kwa sababu haishii tu kuangalia kwamba progress yetu inatuonyesha price imefanya labda bullish au imefanya nini bearish, lakini tunaangalia kama ni continuous progress upande fulani. Ndio. Hivi umeniulizaje? Hata mi sikumbuki nilichokuuliza. Umeniuliza kama ni weak pressure au ni strong pressure. Nikuuliza tunawezaje kutofautisha strong pressure na weak pressure? Basi simple answer. Strong pressure inaonyesha progress ambayo haina ranging nyingi, yani pullbacks sio nyingi. Lakini weak pressure inatuonyesha kwamba
progress yake inakuwa ina pullbacks nyingi nyingi. Sawa, ngoja Daudi atusaidie, ila nimbadilishie kidogo, nimrahisishie hivi. Daudi, kupitia number of candles unaweza ukatofautisha strong na weak pressure kupitia idadi ya candles? Mwalimu, mimi hapo kupitia idadi ya kendo Mm. hapana. Kwa nini? Mi kwa mtazamo wangu kutofautisha tofauti na hizo ligi zinazokuwepo hapo, na naangalia kikubwa mi distance hapo inaweza ikanitofautisha sana. Kama ni strong ni kwamba no, yani inaweza ikatumia muda mchache, lakini ikawa imetengeneza hizo pips nyingi Mm. kwa muda mchache, hiyo ni strong. Mm. Lakini wiki inaweza hiyo wiki pressure inaweza ikanani kidogo kidogo. Mm. Kunani. Kwa hiyo mimi tofauti na hizo pullbacks na nini, naona sababu ya pili ni hiyo disi, kwamba muda mfupi inaweza ikatumia muda mfupi lakini ikaenda mbali zaidi. Mm. Hiyo upande wa strong. Lakini na hiyo nyingine wiki inaweza ikatumia muda mwingi sana kutengeneza hizo pips ambazo ni nyingi, ila kuangalia kendo hapana. Sawa. Hebu Manga, na wewe kwa sababu mic yako imekuwa vizuri, tuendelee kuenjoy. Unaweza ukatofautisha strong na weak pressure kwa kutumia ukubwa wa kendo? Mwalimu, Ndio. naipata vizuri. Unajivunja. Utaki tukupate vizuri ili usijibu. Nimeuliza kwanza, Fanya vile ulivyokuwa umefanya mwanzo, tukawa tunakusikia vizuri. hapo Ungekuwa unataka kuuliza swali hiyo, ungesha solve hiyo swala. Sawa, ili tunakusikia kwa shida, ndio maana nilikuwa nataka clarity. Hebu tusaidie Frank, ila anabadilisha swali. Unaweza kutofautisha strong na weak pressure kwa kutumia speed ya movement? Yeah, strong ikiwa kubwa maanake hata speed inakuwa kubwa vile vile, upinzani unakuwa ni mdogo. Speed inaweza kutumia. Sawa, unaweza ukalisaidia Yani lile swali ambalo limemtoa Manga kwenye kusikika vizuri la ukubwa wa kendo, unaweza ukatofautisha kupitia ukubwa wa kendo? yeah, kwa sababu ndani ya sekunde moja labda natengeneza kendo ya sijui nizielezaje. Kendo ikiwa kubwa zaidi maanake inaonyesha imekuwa na nguvu kiasi gani. Okay, sawa. Kimsingi kama mlivyojibu, hayo ni sehemu ya mambo tunayoyaangalia. Sasa Manga anaonyesha mkono wa nini wakati swali lako limejibiwa? Okay, tuambie, sema Manga. hapo kalipata Bado kwa shida kama tunasikiliza mziki wa rege. Kwa hisia, tunakupata kwa hisia. Hapo sawa, hapo sawa. okay. Mimi hapa ninavyoona hiyo nini strong pressure kendo zake huwa ni ndefu na imara,
pia Mm. na hiyo weak pressure Mm. hapo, yani kendo zake huwa ni fupi pia zenye vivuli virefu. Mm. Kendo fupi yenye vivuli virefu Kendo ni fupi yenye vivuli virefu. ndio weak pressure. Eh, Ehe. ndio hivyo tu. Sawa, nimesema yes, yanasaidia kuweza kutofautisha, lakini peke yake haitoshi. Bahati mbaya dakika zetu zimeisha, sitaki kuanza pointi ya muhimu alafu niishie katikati. Tukutane session inayofuata. Session ya leo imekuwa ndefu mpaka ninachoka.